Kajiado wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa kutokana na bwawa la Kiserian ambalo limegeuka kuwa chanzo cha mateso na maafa. Bwawa hili lililoonekana kuwa baraka katika mwaka 2008 sasa limekuwa dhiki isiyoisha, likisababisha vifo vya mara kwa mara. Hivi karibuni mwanaume wa makamo alizama alipokuwa akichota maji. Mike Chalo na anatufahamisha zaidi. Bwawa la Kiserian lilichimbwa mwaka 2008 kwa gharama ya shilingi bilioni 1.2 likiwa na lengo la kuwa suluhu ya uhaba wa maji kwa wakazi wa eneo hili. Hata hivyo, badala ya kuwa msaada, bwawa hilo sasa ni chanzo cha majonzi kwa familia nyingi. Kina cha bwawa hili cha mita 18 kikiongeza na kuwa hatari zaidi kwa maisha ya binadamu, huku kila mwezi kukiwa na rekodi ya angalau mtu mmoja kufariki na kutumbukia humo. Hapa kando tu ni zaidi ya futi 15. Na ukiangalia hapa ni mahali wa mama wanachotea maji, wanavulia manguo. Ni mahali riski sana. Lakini tunaweza kaa hapa hata wiki mzima, maana huwezi lala kama unajua kuna mtu hapa kwa ndemo. Sauti na kilio cha mama huyu ambaye sasa ni mjane, mwenye huzuni na aliyegubikwa na mawazo makali zinasikika baada ya kumpoteza mume wake wa makamo alipozama akichota maji kwa matumizi ya familia yake. Enda tu hivi venye mtu alikimbia kumsaidia, alifika akapata akasink. Alienda hivyo, lakini ni kama nilisikia ni kama alijaribu kuongea azin mtu amsaidie. Hasara inayotokana na vifo hivi imewafanya wakazi kuona madhara ya bwawa hili yanazidi faida zake. Sisi kama wakazi wa hii kijiji tunaona ina faida ama haina. Management ya dam, mtuambie mlichimba hii dam ikiwa ya nia gani? Serikali yetu tukiongea nayo, kama wakati tulikuwa tunatoa mama pale, walikuwa hapo wengi sana. Wakasema watatuletea vyombo na manguo za kuingia kwa maji, hatujawahi pata. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali kujenga ua kando ya bwawa hili, sawa na kuwaajiri walinzi ambao pia watakuwa kama waokoaji wakati wa majanga, wakilitaja kuwa hatari zaidi kwa watoto hasa msimu huu wa likizo. Kasa hizo penye wamefunga shule, wanataka kuja kuswimu huko. Sasa sisi tunasumbuliwa sana, saa zote tukikaa tunasikia nduru, tunasikia nini, tukikimbia huku tunaambiwa mtoto ameingia ndani. Ile walisema wakati ule pale, wakasema watalipanga madivers wawalipe na basi, na kama ni ile mtu anataka kuenda ile saindi, basi hata sisi tunaweza watusaidie hata kani na mboti. Watufenzie vizuri vile watoto hawataingia hapa, hata watu wazima, na tuandikiwe watu wa kuangalia hii demu, hata wale wanatega samaki. Mike Chalo, TV47.